إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. leo ni tarehe 3 ya mwezi wa Rabiul Awwal, tukiamkia tarehe 4 ya mwezi huu mwaka 1448 Hijria, sawa na tarehe 15 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 Miladia. Ndugu zangu Waislamu, hakuna shaka kwamba kila mmoja katika sisi anajua kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alizaliwa katika mwezi huu ala alqauli rajih, katika aqwali za maulama. Usiku wa kuamkia tarehe 12 Mtume sallallahu alaihi wasallam alizaliwa pale katika mji mtukufu wa Makka. Mwezi huu Waislamu sote tunajua kwamba watu wa bid'a wanafanya bid'a yao hii kubwa ya maulid, mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa ni katika munasaba kuelezea jambo hili la bid'a. Tuko katika mwezi huu aliozaliwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Maudhui munasibu ya mwezi huu ni kuelezea bid'a hii sugu ya maulidi. Albid'a, wanasema maulama, albid'a ma uhditha fi ddin ala khilafi ma kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ashabihi min aqidatin au amal. Bid'a lililozushwa katika dini kinyume cha Mtume sallallahu alaihi wasallam na wake, iwe ni katika masala ya itikadi au masala ya vitendo. Kwa bid'a inakuwa kinyume cha haki, pia inakuwa ni kwa kumwabudu Allah, jambo ambalo Allah huo pia ni uzushi na ni bid'a, kwa sababu ibada zote Taala ameshaziweka kupitia kwa mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo bid'a haitakidi mtume sallallahu alayhi wasallam au kufanya ibada subhanahu wa sallam. Na hizi bid'a mbili zinalazimiana mara nyingi, bid'a za maneno na bid'a za vitendo. Bid'a za maneno na bid'a za mitendo, uzushi wa vitendo na uzushi wa maneno ni vitu ambavyo vinalazimiana.
Ndio maana wanasema ulama, tazawwajat bid'atul aqwali bi bid'atil a'mali, bid'a za maneno zilioa bid'a za vitendo. Fashtaghala az-zawjani bil urs, mume na mke maneno wakashughulika na harusi. Lam yafja'hum illa wa zina yaithuna fi biladi al-islam. Baada ya kuoana maneno hao ya bid'a na vitendo na kushughulika na harusi hiyo, mara wa zinaa wanafanya uharibifu miji ya Kiislamu, muladu qalbi ila Allah. Ndio haya mambo ya bid'a. Bid'a zinaenea katika nchi za Kiislamu, watu kila mji kuna watu wafanya bid'a hii ya maulidi. Ndio hii tazawwajat bid'atul aqwali bil bid'atil a'mali fashtaghala az-zawjani bil ursi falam yajahum illa wa auladu zina yaithuna fi biladi al-islam. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: تزوجت الحقيقة الكافرة بدعة الفاجرة فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة. uhalisia wa ukafiri ulioa bid'a hii fajira, bid'a mbaya, fatawalada bainahuma khusranu dunya wal akhirah, ikazalikana bainao khasara ya duniani na akhira. Tazawwajatil haqiqatul kafira bil bid'atil fajira fatawalada bainahuma khusranu dunya wal akhirah. Bid'a kisheria istilahi ya maulama, bid'a kama arafaha al-Imam Abu Ishaq Ash-Shatibi rahimahullah katika kitabu chake Al-I'tisam. Qala rahimahullah: al-bid'atu istilahan tariqatun fi ad-din mukhtar'a tudahi ash-shar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fi at-ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Anasema bid'a katika istilahi ya maulama ni njia katika dini iliyozushwa, iliyovumbuliwa. Tariqatun fi dini mukhtar'a, ni njia katika dini iliyovumbuliwa. Tudahi shar'iyya, njia ambayo inafanana na sheria. Mambo ya bid'a yanafanana na sheria, utaona ni kama ibada. Yuqsadu bisuluki alaiha almubalaghatu fi ta'abbudi lillahi subhanahu, hukusudiwa kwa kufuatwa njia hiyo kuzidisha katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ndio bid'a. Wale wanafanya bid'a ni kwamba wanazidisha zile ibada zilizowekwa na Allah, wao wanazidisha almubalagha, wanafanya ghulu. Alibadatu tawqifiyya, ibada tawqifiyya zimewekwa hivyo hivyo, haifai kuzidisha wala kupunguza. Sasa hawa wanaweka mambo haya ya uzushi kwa ajili ya kuzidisha kumwabudu Allah azza wa jalla, ambapo jambo hilo halifai. Tuna ruhusa hiyo, hatuna haki ya kuweka jambo kwamba tunamwabudu Allah kwa jambo hilo, hatuna haki hiyo. Hili dini hii tayari imewekwa na Allah subhanahu wa ta'ala, tayari imemilika. Hatuna haki ya kuongeza katika masala ya ibada wala hatuna haki ya kupunguza. Ni jambo la ibada hizo zote Allah. Kadhalika ni jambo la makosa kupunguza katika ibada hizi. Al-ibadatu tawqifiyya, na Ahlusunna wal Jamaa wana mpaka kuendelea mpaka siku ya Kiyama, wanaendelea kuwarudi watu wa bid'a na kuwaza makatazo makubwa na kuwazuia kufanya mambo haya ya bid'a zilizoharamishwa. Bid'a hukumu yake ni haramu. Albid'atu hukmuha harama, bid'a ni haramu. Ina maana mtu akifanya bid'a zidi kama masala haya anapata madhambi, anamu Allah subhanahu wa ta'ala jambo yenye kuliweka yeye, anamu Allah ni kama kumkosoa Allah kwamba kuna mambo haya hajaweka, basi sisi sasa tuwaibu haya. Ndio maana ya bid'a, tariqatun fi dini mukhtar'a tudahi shar'iyya
يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. Katika zama za masahaba, jambo hili la kuwarudi watu wa bid'a na kuwakataza watu wa bid'a wasiendelee na uzushi wao, jambo la kuwarudi limeanza tangu wakati wa masahaba, kwa sababu ni jambo la dini, ni jambo la kukataza munkar. Dini hii imewekwa, umma huu umewekwa kuamrishana mema na kukatazana maovu. Qala ta'ala: kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nyinyi mmekuwa ni umma bora kudhihirishwa kwa watu kwa sababu mnaamrisha mema, mnakataza maovu, mnamwamini Allah. Kwa hiyo watu wasipokatazana mambo haya, Allah subhanahu wa ta'ala atawadhibu kama walivyowalaaniwa wale Banu Israil waliokuwa hawakatazani munkar, hawaamrishani. Kwa jambo la kuwarudi ahlul bid'ah na kuwakataza mambo haya ya bid'a ni jambo anza tangu wakati wa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Imepokewa na Amr ibn Yahya qala sami'tu abi yuhaddithu an abihi qala kunna najlisu ala babi Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu qabla salati al-ghada. Tulikuwa tukikaa katika mlango wa sahabi al-jalil Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu kabla ya sala asubuhi, tunamsubiri hadha sahabi al-jalil atoke ili tuende naye msikitini. Fa idha kharaja mashaina ma'ahu ila al-masjid, akitokea tu katika mlango wake nyumbani kwake tunakwenda naye msikitini. Fajaana Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, akaja Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu akasema akharaja ilaykum Abu Abdurrahman, je ameshatoka Abu Abdurrahman au bado? Qulna la, tukasema bado hajatoka. Fajalasa maana Abu Musa al-Ash'ari, naye akakaa na sisi tumsubiri Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Fajalasa maana hatta kharaja, akakaa na sisi mpaka alipotoka Abdullah ibn Mas'ud. Falamma kharaja qumna ilayhi, alipotoka tukasimama sote ili tuende naye msikitini. Faqala lahu Abu Musa al-Ash'ari kamwambia, ya Aba Abdurrahman inni ra'aytu fil masjidi anifan amran ankartuhu, mimi nimeona msikitini hivi punde jambo ambalo mimi nimelikataza, nimelichukia. Walam ara walhamdulillah illa khaira, lakini sioni walhamdulillah isipokuwa ni khairi jambo hilo. Qala in ishta fatarahu, Abdullah ibn Mas'ud fama huwa jambo gani? Akamwambia in ishta fatarahu, ukiishi wewe utaliona jambo hilo. Qala, akasema Abu Musa radhiyallahu anhu, raaitu fil masjidi qauman hilaqan julusan yantadhiruna as-salah, nimeona watu msikitini wamekaa vikundi vikundi, duara duara, wanasubiri sala. Fi kulli halaqatin rajulun wa fi aidihim hasa, katika kila halaka kuna mtu, katika mikono yao kila mtu ana vijiwe. Fayaqulu, yule mtu anasema kabbiru 100, semeni Allahu akbar mara 100. Fayukabbiruna 100, wale wengine nao wanasema mara 100 Allahu akbar. Halafu anasema halilu 100, semeni la ilaha illa Allah mara 100. Fayuhalliluna 100, wale wenzake wanasema la ilaha illa Allah mara 100. Kisha anasema sabbihu 100, semeni subhanallah mara 100. Fayusabbihuna 100, wenzake nao wanasema subhanallah mara 100. Qala famadha qulta lahum, Abdurrahman bin Mas'ud radhiyallahu anhu anamwambia Abu Musa, uliwaambia nini ulipoona wanafanya hivyo? Uliwaambia nini? Qala ma qultu lahum shay'an intidhara ra'yika au intidhara amrika, mimi sijawaambia jambo lolote, sijawaambia neno lolote, nasubiri maoni yako. Qala afala amartahum an ya'udu sayyi'atihim, an ya'uddu sayyi'atihim,
afama amartahum an yauddu sayiatihim wa dhamintu lahum alla yudayya min hasanatihim, mbona ukuwaambia wahisabu maovu yao? Si wanahisabu thawabu zao hivyo? Allahu akbar ni thawabu, subhanallah ni thawabu, la ilaha illa Allah ni thawabu, wanazihisabu kwa vijiwe vyao. Si ungewaamrisha pia wahisabu madhambi yao, na mimi nitawadhaminia zisipotee hizo thawabu zao. Thumma madha, kisha akaenda, wa madhaina maahu, tukenda naye, hatta ata halaqatan min tilka alhiraq, mpaka Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akafika katika kimoja katika kikundi hicho cha vikundi hivyo vingi vilivyokuwa vikisema hayo. Fawaqafa alayhim faqal ma hadha alladhi arakum tasna'un, jambo gani hili ninaloliona mnalifanya ni jambo gani? Qalu ya aba Abdurrahman hasan na'uddu bihi at-takbira wat-tahlila wat-tasbih, hivi ni vijiwe tunahesabia takbira na tahlil na tasbih, tunahesabia tu vijiwe hivi. Qala fa'uddu sayiatikum, hisabuni pia madhambi yenu. Si mwahisabu hizo ni thawabu hizo, mnahisabu hizo tahlili zenu na tasbih hizo na tahlil takbir, mnahisabu thawabu, hisabuni pia madhambi yenu. Waihakum ya ummata Muhammad, qala fa'uddu sayiatikum fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum shay, nyinyi hisabuni madhambi, mimi nadhamini kutopotea lolote katika thawabu zenu. Waihakum ya ummata Muhammad ma asra'a halakatakum haulai sahabatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun wa hadhihi thiyabuhu lam tabulla wa aniyatuhu lam tuksar walladhi nafsi biyadihi innakum ala millatin hiya ahda min millati Muhammad au muftatihu baba dhalala. Anawaambia kuangamia kwenu enyi ummati Muhammad ni haraka kuangamia kwenu. Hawa masahaba wa mtume wenu sallam bado wako wengi, hawajafariki. Hizi nguo zake mtume sallam hazijaoza, bado zipo. Wa aniyatuhu lam tuksar, vyombo vyake bado havijavunjwa. Walladhi nafsi biyadihi, na apa kwa ambaye nafsi yangu ipo katika mikono yake, innakum la ala millatin hiya ahda min millati Muhammad au muftatihu baba dhalala, hivi nyinyi mmefungua mlango wa upotevu. Hivi nyinyi mko katika dini ambayo imeongoka zaidi kuliko dini hii ya Muhammad, au nyinyi mnafungua mlango wa upotevu? Qalu wallahi ya aba Abdurrahman ma aradna illa alkhair, wakaapa kwa Allah, Abu Abdurrahman, sisi hatukusudia isipokuwa khairi ya vijiwe hivi tunahesabia hizi dhikri hii. Qala wa kam min muridin lilkhairi lan yusiba, wangapi wanataka khairi lakini hawaipati khairi. Kam min muridin lilkhairi lan yusiba, wangapi ambao wanataka khairi lakini hawaipati khairi. Inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam haddathana anna qauman yaqra'una alquran, Mtume sallam ametungumzia kwamba kuna watu watasoma Qur'ani, lakini Qur'ani hiyo la yujawizu taraqiyahum, haiwezi kupita misipa yao ya shingo, haifiki popote Qur'ani yao. Waimullah ma adri la'alla aktharahum minkum, na hapa kwa Allah sijui, pengine wengi wao ni katika nyinyi. Hao aliowasema Mtume sallam kwamba wanasoma Qur'ani lakini Qur'ani yao haifiki popote, la'alla aktharahum minkum, pengine wengi wao ni katika nyinyi. Thumma tawalla anhum, kisha Abdullah ibn Mas'ud akaondoka pale. Faqala Amr ibn Salama ra'ayna 'ammata ulaika alhilaq yuta'inunana yawma an-nahrawan ma al-khawarij. Asema Amr ibn Salama, tuliwaona wengi katika vikundi vile vilivyokuwa vikisoma adhkari hivyo na vijiwe vyao wanatupiga mishale siku ya vita vya Naharawan pamoja na makhawarij. Wale ni makhawariji wale
waliofanya hiyo ghulu na kufanya ibada ambazo hajaziweka Allah subhanahu wa ta'ala. Moja katika dalili za kuwarudi watu wa bid'a, makhawarij ni katika watu wa bid'a. Kwa hapa Abdullah ibn Mas'ud akawafanyia raddi pale pale na kuwakataza kitendo kile cha kuhesabu vijiwe, huku akisema la ilaha illa Allah, subhanallah na tahlil nyingine, pamoja na kwamba hizi ni adhkar za kumtaja Allah, lakini mbona kwa sampuli hiyo na utaratibu huo ambao mtume hakuweka wa kuhesabu kwa vijiwe? Mwanielewa? Thaniyan, jaa rajulun ila al-imam Malik ibn Anas radiyallahu rahimahullah faqala min aina uhrimu. Mtu mmoja alikuja kwa Imamu Malik, Imam Dar Hijra rahimahullah, akamuuliza nihirimie wapi mimi nikifanya umra? Faqala min al-miqat, hirimia katika miqat. Hapa Madina miqati yetu ni Dhul Hulaifa, nenda kahirimie hapo. Miqati aliyoiweka Mtume sallam, hirimia hapo. Yule mtu akisema, je, nikihirimia mbali zaidi kuliko hapo, nikirudi nyuma nikihirimia hapa katika msikiti wa Mtume, miqati si iko kilomita takriban 5 kutoka Madina, mimi nikahirimia nyuma zaidi, si inafaa pia? Faqala Malik la ara dhalik, sioni hivyo kwamba ni sawa. Faqala ma takrau min dhalik, kwa nini wachukia hivyo mimi nikihirimia nyuma ya miqati hiyo? Qala akrahu alayka alfitna, nachukia kwako fitna. Qala wa ayu fitna, fitna gani mimi nitapata? Fi ziyadi alkhair, ya kuzidisha khairi, wakati nimehirimia nyuma ya pale miqati aliyoiweka Mtume sallam. Faqala Malik rahimahullah, fa inna Allah ta'ala yaqul falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim, na wahadhari wale wanaokhalifu amri ya Mtume isije ikawapata fitna au ikawapata adhabu yenye kuchungu. Ayu fitnatin min annaka khasas bifadlin lam yakhtassa bihi Rasulullah sallam, na gani kuliko wewe mahali pa fadhila kwa ubora ambapo Mtume sallam hasema hivyo, wewe umemkhalifu Mtume ameweka miqati Dhul Hulaifa, wewe unahirimia nyuma zaidi, halafu unasema hakuna ubaya. Hilo ni la kuhirimia tu, kwamba amehirimia nyuma. Je, la kuulidi na mambo mengine ambayo Mtume sallam hajaweka? Imam Malik akimfanyia raddi mtu huyu ambaye amemkhalifu Mtume akahirimia nyuma ya miqati aliyoiweka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani ila al'an maulama wanafanya raddi na kuwakataza mubtadi'a fi kulli zamanin wa fi kulli asri. Manhaji al-sunna wal jamaa katika kuwarudi hawa ahlul bid'ah, njia ya ahlus sunna wal jamaa katika kuwarudi watu wa bid'ah imejengewa kwa kitabu na sunna, Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hii ndiyo njia inayomkinaisha kila Muislamu. Muislamu akitajiwa aya ya Qur'ani anarudi nyuma, Muislamu akitajiwa hadithi ya Mtume sallam anarudi nyuma. Kwa hiyo ahlus sunna wal jamaa wanawarudi ahlul bid'ah na kuwakataza bid'a zao kupitia kitabu cha Allah Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndio dalili za ahlus sunna wal jamaa katika kupinga kila bid'a. Wanatolea dalili kwa Qur'an na sunna, wajibu na ulazima wa kushikamana na sunna na kukataza bid'a na mambo yaliyozushwa. Na maulama wamechunga vitabu vingi kuwarudi hawa ahlul bid'ah. Wamewarudi mashia, khawarij, jahmiya, mu'tazila, al-ash'ira katika maneno yao ya kizushi katika misingi ya imani na katika akida. Wakatunga vitabu maalumu vya kuwarudi hao. Alimamu Ahmad ametunga kitabu Ar-Raddu ala al-Jahmiya, kuwarudi Jahmiya, watu wa bid'a wengine wanaokataa sifa za Allah zote. Jahmiya wanazikataa. Al-Jahmiya wanakataa kila sifa ya Allah mnayoijua. Jahmiya hawa ashabu Jahm bin Safwan wanaikataa.
wakatunga wengineo pia katika maimamu kuwarudi hawa Jahmia kama Uthman ibn Sa'id ad-Darimi, vile vile vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah na mwanafunzi wake Ibn al-Qayyim Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab na wengineo, katika kurudi vikundi hivi potofu vilivyojitokeza katika Uislamu. Kuna vitabu vya zamani vilivyotungwa na maulama wa zamani, lakini pia kuna vitabu vya maulama hao wa sasa. Katika vitabu mashuhur ambavyo vimewarudi watu wa bid'a, kitabu cha Imam Abi Ishaq Ash-Shabi, kitabu chake kinaitwa Al-I'tisam, kadhalika Sheikh al-Islam fi Iqtila'i as-Sirat al-Mustaqim, kadhalika Inkaru al-Hawadith wal Bid'a libni Wallah, kadhalika Al-Hawadith wal Bid'a lit-Tartushi, kadhalika منهاج السنة في الرد على الرافضة والقدرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى. katika vitabu vya hivi karibuni katika asri zetu hizi ni kitabu Al-Ibda' fi Madhar al-Ibtida' للشيخ علي محفوظ, كذلك السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات للشيخ محمد بن السقيري, كذلك رسالة التحذير من البدع للشيخ عبد العزيز بن باز. na hakuna wanachuoni wa sunna isipokuwa ametunga katika hii masala haya ya bid'a na kukataza uzushi. الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى, الشيخ الألباني, الشيخ العثيمين, الشيخ مقبل, wote hawa kwa pamoja wametunga vitabu rasail za kukataza masala haya ya bid'a, kuonesha umuhimu wa jambo hili la kukataza munkari huu wa bid'a. kadhalika Sheikhuna Ahmad al-Jazairi hafidhahullah ameweka mudhakira akawita Tanbihul Ammi wal Jahul ala bid'ati al-ihtifali bimawlidi ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bado maulama mpaka sasa wanaandika. Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali rahimahullah pia ametunga kitabu kwa kukataza mambo haya ya bid'a, na wengi katika maulama. Mifano ya bid'a hizi za kisasa, mfano hai ni mfano huu wa kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bid'a hii ya maulidi ya Mtume sallam ni bid'a iliyoingizwa katika Uislamu, ni bid'a ambayo haikuwapo. Dalili za kisheria na dalili za kihistoria zinaonesha kuikataa bid'a hii na ubatili wa bid'a hii, na maulama wana ujui nyingi, njia nyingi za kukataza bid'a hii na nyingine. Njia ya kwanza ni kwamba hii bid'a haijadhihiri isipokuwa baada ya kumalizika karne zile bora tatu. Bid'a hii ya maulidi haikujitokeza na kudhihiri isipokuwa baada ya kumalizika zile karne tatu bora, ni ya masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in. Pia bid'a hii hawakuifanya yote katika maimamu wanne wanaojulikana duniani, fadlan ani sahaba wa tabi'in wa atba'u tabi'in. Maimamu wanne, Imam Abu Hanifa, al-Imam Malik, al-Imam Shafi, al-Imam Ahmad rahimahumullah, wote wamekataza jambo hili la bid'a na kuifanya bid'a hii, bali walikataza. Kama ingekuwa inafaa wangefanya maimamu hawa japo mmoja. Al-Imam Shafi ndio imamu ambao ahlul bid'a wanadai kwamba ndio imamu wao, pia hajaifanya bid'a hii, bataza bid'a na kukemea na maneno makali kuhusu hawa masufi. Al-Imam Shafi ana maneno makali sana kwa hawa masufi. Kama ni imamu wao kweli, wafuate itikadi yake. Kwa nini hawafuati itikadi yake? Wanamkhalifu, halafu wanajigamba kwamba wao ni wafuasi wa Imam Shafi, wanafuata fikhi yake. Sasa fikhi bila aqida, fikhi hiyo ina maana gani? Kama mtu aqida yake ni chafu, fikhi hiyo ina faida gani? Kwa walikuwa mfuate katika msingi wa dini ambapo ni aqida, na aqida Imam Shafi ni aqidatu salaf as-salih ridwanullahi ta'ala alayhim, aqida Mtume sallallahu. Kwa wanatakiwa masufi wamfuate Imam Shafi aqidatan wa fiqhan wa ibadatan na kila kitu.
kama kweli wao ni wafuasi wa Imam Shafi. Kwa ndugu zangu, barakallahu fikum, bid'a ya maulid haikudhihiri, haikujitokeza isipokuwa baada ya kuanguka ukhalifa wa Uislamu, al-khilafatu al-Uthmaniyya. Baada ya kuanguka ukhalifa huo wa Uislamu ndipo ikajitokeza ibada hiyo, sio ibada, bid'a hiyo ya maulidi, baada ya kuanguka utawala wa Uislamu. Uislamu ulikuwa na utawala baada ya makhalifa wanne, kuanzia Mtume sallam alivyokuwa na nchi yake na utawala wake, kisha Abu Bakr as-Siddiq, kisha Uthman, kisha Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib na wengineo kina Muawiya, mpaka ikafikia kwenye khilafatu al-Uthmaniyya. Ukhalifa ukaendelea mpaka dola hili la Uthmaniyya likawa limeshika Uislamu ukatawala katika dola hilo. Al-khilafa al-Uthmaniyya ilikana kwa jina hilo. Ulipoanguka khilafa al-Uthmaniyya, ilipoanguka, wanasema ilianguka katika mwezi wa Rajab tarehe 27 1342 Hijria, sawa na tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 1900 Miladia. Khilafa al-Uthmaniyya ikaanguka tarehe hii 1924 Miladia, baada ya bunge lile la Uturuki, baada ya bunge la Uturuki kutoa ripoti ya kuangusha utawala huu wa al-Uthmaniyya, al-khilafa al-Uthmaniyya, ya kupuuza ukhalifa huu na kuondoa sheria ya Kiislamu, ambapo hapa ilikuwa khilafa al-Uthmaniyya lilikuwa ni katika dola la Ahlus Sunna wal Jamaa, walikuwa ni watu wa sunna wanaoongoza ukhalifa huu. Lakini akatokea huyu mmoja katika hao wabunge wa lile bunge kule la Uturuki, anaitwa Mustafa Kemal Ataturk. Huyu ndiye aliondoa ukhalifa huu, akamfukuza khalifa aliyekuwepo pale Abdul Majid Thani, akamtoa pale katika nchi ya Uturuki na kupuuza na kuondoa hukumu ya Uislamu. Lakini utawala wa Kiislamu ulikuwepo pale, wanaita wazungu Islamic Empire, wanaita hivyo. Kwa utawala huu ulidumu karne 6. Utawala wa Kiislamu, ad-dawla al-Uthmaniyya, ulitawala karne 6, miaka 600, kuanzia mwaka 1299 mpaka mwaka 1924. Utawala huu wa Kiislamu, al-khilafa al-Uthmaniyya, ukaangushwa. Sababu za kuangushwa hizi ni ndefu, hizi na wakati wake insha Allah, lakini sasa hivi inaitwa al-Jumhuriyya at-Turkiyya. Ile al-khilafa al-Uthmaniyya sasa hivi wakaondoa ukhalifa ule, wakaita al-Jumhuriyya at-Turkiyya, mpaka sasa inaendelea. Lakini ilikuwa ni katika Ahlus Sunna wal Jamaa, ukhalifa ule unaoendelea, wakamuondoa huyu khalifa wa mwisho Abdul Majid Thani, wakamtoa pale katika nchi ya Uturuki, malizika ukhalifa wa Uislamu pale. Kwa hiyo bid'a hii ilikuja baada ya kuanguka al-khilafa al-Uthmaniyya. Al-wajhu ath-thani min al-qawaid al-ilmiyya al-muqarrara 'inda al-ulama anna kulla amrin yakunu al-muqtadi li fi'lihi ala ahdi an-nabiy sallam mawjudan law kana maslaha wa lam yuf'al yu'lamu annahu laysa maslaha. Anasema katika misingi ya kielimu inayothibitishwa na maulama ni kwamba kila jambo ambalo muktadha wa kulifanya ulikuwepo katika zama za Mtume sallam, kila jambo ambalo muktadha wa kulifanya ulikuwepo katika zama za Mtume sallam, lau ingekuwa linafaa na halikufanywa, hapo inajulikana kwamba jambo hilo halifai. Masahaba walikuwa na uwezo wa kumsherehekea Mtume sallam, wana kila njia ya kumsherehekea Mtume sallam, wanampenda sana kuliko muislamu yoyote, lakini hawakufanya, kuonesha kwamba jambo hili halifanyi. Kaida hii ameelezea Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika kitabu chake Iqtida'u as-Siratil Mustaqim. Alwajhu thalith, jambo hili la bid'a hii ya maulidi
au bid'a yote inaanzishwa na maadui wa Allah na maadui wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila bid'a imeanzishwa na maadui wa Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Na hivi ni kwamba kila mwenye kuangalia kwa undani katika dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika zama ambazo haki imetatiza na batil kwa Waislamu wengi, ataona wazi wazi juhudi za maadui wa Uislamu, jinsi wanavyokwenda mbio na kufanya mbinu za kuuangusha Uislamu na kuwatoa Waislamu katika dini yao sahihi na kuwapeleka katika mambo ambayo hayamo katika dini. Maadui wa Uislamu wana juhudi kubwa katika jambo hilo, jambo la kuwatoa Waislamu katika dini yao na kuwatoa katika ibada zao na kuwapeleka kwenye mambo ambayo hata Uislamu hauyakubali mambo hayo. Nia yao na lengo lao kuzima nuru hii ya Uislamu na kupiga vita Waislamu na kupiga vita sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali na kukata uhusiano wao na dini yao kwa kila njia inayowezekana. Yuriduna liyutfi'u nura Allahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha alkafirun. Hii ndiyo nia yao. Wanataka kuzima nuru ya Allah kwa midomo yao, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuikamilisha nuru yake hata wakichukia makafiri hao. Kwa hiyo istiqra na tatabu, ukifuatilia matukio ya historia ya Kiislamu, utaona kwamba bid'a nyingi zinatokana na vitimbi na mbinu za maadui wa Uislamu na sunna, ili kuuchafua Uislamu na kuzuia watu wote na kuingia katika dini hii, dini ya haki, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaliyotokea kwa Abdullah ibn Saba al-Yahudi ya kuanzisha kundi la Mashia. Myahudi Abdullah ibn Saba al-Yahudi min al-Yaman, huyu ndiye alianzisha huu ushia, urafidha wa kuwatukana masahaba kwa ajili ya kuchafua dini hii ya Kiislamu. Ukiwatukana masahaba, moja kwa moja umetukana sheria ya Kiislamu, sababu masahaba ndio waliotuletea Uislamu, masahaba ndio waliosambaza Uislamu. Kwa unapowatukana masahaba, unapokashifu masahaba, moja kwa moja unakashifu dini Allah subhanahu wa ta'ala. Alislamu bab, alislamu dar, wasahabatu babuha. Alimamu Tirmidhi anasema Uislamu ni nyumba, masahaba ndiyo mlango wake wa kuingilia nyumba hii. Kwa unapowatukana masahaba na kuwakashifu masahaba, moja kwa moja unatukana Uislamu. Ndio hawa Mashia. Mashia, mwanzilishi wa kundi hili ni Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Aliingia katika Uislamu kwa ajili ya kuuchafua, si kwa ajili ya kumwabudu Allah wahdahu la sharika la. Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Kadhalika Al-Jamu Safwan. Al-Jamu Safwan, huyu ndiye mwanzilishi wa Jahmiya. Huyu anakataa, ameanzisha itikadi potofu ya kukataa sifa zote za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah si muweza, Allah hasikii, Allah haoni, kila sifa ya ukamilifu Jahmiya wanaikataa. Hii ni kuonesha uadui wao mkubwa wa Uislamu na Sunna. Kwa hiyo kila bid'a iliyokuja katika Uislamu, lengo lao ni kutaka kuumaliza Uislamu na kuwatoa Waislamu katika dini yao na sunna za mtume wao sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bid'atul Maulid an-Nabawi, barakallahu fikum. Bid'a hii haikutokana isipokuwa na kuzusha na hawa Bani Ubaid al-Qaddah az-Zanadiq al-Ashrar. Waanzilishi wa bid'a hii ya Maulid ni Bani Ubaid al-Qaddah az-Zanadiq al-Ashrar, kama wanavyotaja maulama. Hawa ndio waanzilishi wa bid'a hii ya Maulidi. Hawa wanajiita talbisan na tadlisan, wanajiita kwamba ni Fatimiyin, wanajinasibisha na mama Fatima radhiyallahu anha, binti yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hawa walihukumu ad-dawla al-Fatimiyya,
hawa Bani Ubaid al-Qaddah walitokea Moroko, wakenda kutawala kule Kahira, Kairo, Misri. Wakatawala kule kuanzia mwanzo mwaka 909 mpaka mwaka 1171. Hawa Bani Ubaid al-Qaddah wanatawala kule Misri. Hawa wakafanya madhehebu ya Kishia al-Ismaili ndio madhehebu yao. Hawa Bani Ubaid al-Qaddah, hawa wanaojiita Fatimiyin, wakafanya madhehebu yao kwamba wao ni wafuasi wa Shii, kundi hili la Kishia la Ismailia. Wakafanya hao ndio madhehebu yao, wakahukumu kule Misri muda mrefu, wakaanzisha bid'a hii katika karne ya 4 ya Hijri, kama waliosema ahlul ilmi. Minhum mwanahistoria mkubwa Ahmad ibn Ali al-Maqrizi, huyu alifariki mwaka 845. Alifariki mwaka 845 Hijria. Huyu Ahmad ibn Ali al-Maqrizi, mwanahistoria mkubwa, akatunga kitabu al-Mawa'idh wal-i'tibar bi dhikri al-khutat wal-athar. Katika jumla aliyoyataja mambo hayo kwa hawa Ubaidiyun, kwamba walikuwa wakifanya sherehe fulani. Qala rahimahullah ma nasuhu wa kana lilkhulafa alfatimiyin fi tuli sana a'yad wa mawasim. Hawa Ubaidiyin kwa mwaka mzima walikuwa wana misimu fulani wanasherekea. Misimu yenyewe qala musimu ra'si sana almiladiya, msimu wa mwanzo wa mwaka wa miladia huo. Halafu wa musimu awwal al-aam al-hijri, pia wana msimu huo wakisherehekea mwanzo wa mwaka wa hijri, pia wanasherehekea. Yaumu Ashura walikuwa wakisherehekea maulidu nabii sallallahu alaihi wasallam wa maulidu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa maulidu sayyidati Fatima az-Zahra radiyallahu anha wa maulidu al-Hasan wal-Husayn radiyallahu anhuma wa maulidu al-Khalifa al-Hadir. Maulidi takriban 6 walikuwa wakiweka hawa walioanza kuanzilisha maulidi Bani Ubaid al-Qaddah, wanaojinasibisha na Fatimiyin. Wanajiita Fatimiyin, kujinasibisha na mama Fatima radhiyallahu anha. Sio kweli, la, tadlisan wa tablisan. Pia wana msimu wa lailatu awwali Rajab, mwanzo wa mwezi wa Rajab, pia wana msimu na kusherekea. Kadhalika lailatu nisfi min Shaaban pia wanasherekea. Sheikh Ali Mahfudh rahimahullah katika kitabu chake al-Ibda' fi madhar al-ibtida', zimo risala hizi zinauzwa hapa. Qala awwalu man ahdathaha bil Qahira al-khulafa al-fatimiyun fi al-qarn ar-rabi', wa mwanzo walioanzisha bid'a hii ya maulidi ni al-khulafa al-fatimiyun karne ya 4. Fabtada'u 6 mawalid, wakazusha maulidi 6: المولد النبوي ومولد الإمام علي رضي الله عنه ومولد السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها ومولد الحسن والحسين رضي الله عنهما ومولد الخليفة الحاضر. خليفة anayetawala pia wanamfanyia maulidi. Hawa Bani Ubaid al-Qaddah waanzilishi wa maulidi haya. Zikaendelea maulidi hizo mpaka alipokuja khalifa wao mwingine Al-Afdal ibn Amir al-Juyush. Hili jina la mmoja katika makhalifa wa Bani Ubaid al-Qaddah, anaitwa Al-Afdal ibn Amir al-Juyush. Akabatilisha, akayaondoa yale maulidi yote hayo, akayaondoa, kisha yakarudishwa tena katika ukhalifa wa al-Hakim bi amrillah. Ni hawa wa Bani Ubaid. Akaja hakim mwingine, khalifa mwingine anaitwa al-Hakim bi amrillah, akaanzisha tena na kuyarudisha tena maulidi mwaka 524 Hijria. Hawa Bani Ubaid al-Qaddah ndio yakaendelea
mpaka yakafikia sasa waanzilishi wenyewe ni hao Bani Ubaid al-Qaddah wanaojinasibisha na kujiita Fatimiyin. Hali ya kisiasa waliokuwa nayo hawa Bani Ubaid al-Qaddah, hawa katika ukhalifa wao walipotawala kule Misri, wakawapa uongozi wa serikali Mayahudi na Manasara, wakawapa vyeo vikubwa katika ahadi yao. Hawa Ubaidiyin waliwapa Mayahudi na Manasara kule Misri vyeo vikubwa katika serikali yao, la siyama fi ahdi al-Aziz. Mmoja katika khalifa wao anaitwa Al-Aziz, aliyetawala kuanzia mwaka 65 mpaka mwaka 386 Hijria. Mwaka 365 alitawala huyu mpaka 386 Al-Aziz. Huyu alioa mwanamke Mkristo. Alipooa mwanamke huyo, ndipo akawapa kipaumbele ndugu zake mwanamke huyu, ambao walikuwa wao ni viongozi katika makanisa, lakini hivyo hivyo alioa binti dada yao, halafu akawapa kipaumbele ndugu zake mwanamke huyu, akawapia mpaka akawapa uwaziri. Uwaziri pia aliwapa hawa jamaa za mwanamke huyu wa Kikristo ambaye ni mke wake, na walikuwa wakiwapenda Wakristo, wakiwapenda Mayahudi na Manasara, na huko wanawalani makhalifa watatu: Abu Bakr as-Siddiq, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib. Wanawalani hawa juu ya manabir kule Misri, hawa Banu Ubaid al-Qaddah, na kiongozi wao hasa huyu Al-Aziz. Kadhalika hawa Ubaidiyun waliwalazimisha waajiriwa kule, waajiriwa wa kazi za kiserikalini, serikali yao wakawalazimisha wajiunge na madhehebu hii ya Kibatinia. Madhehebu ya Kibatinia ni moja katika makundi ya Kishia ambao walikuwa waovu sana kuliko wa Marafidha wa sasa. Kwa wakawalazimisha kila mwajiriwa afuate madhehebu hii, madhehebu yao ya Kibatini. Wakawa ni sharti ya mtu kutaka kuajiliwa lazima ajiunge katika madhehebu hiyo. Mwaka 372 Al-Hakim Al-Aziz aliamrishwa kusitishwa salatu tarawih katika miji yote ya Misri. Hakuna ruhusa kusali salatu tarawih mwezi wa Ramadhani. Al-Hakim Al-Aziz alisitisha sala za tarawih katika misikiti yote ya nchi nzima ya Misri. Mwaka 381 Hijria, kuna mtu mmoja alikamatwa akazungushwa mji mzima ule wa Kairo, sababu alionekana amebeba Al-Muwatta, kitabu cha hadithi cha Imam Malik, Imamu Dari al-Hijra, Al-Muwatta. Alipokuwa amebeba kitabu kile tu, alishikwa, akawa anazungushwa mji mzima na kuwaziriwa kwa nini ameshika kitabu cha hadithi Al-Muwatta. Mwaka 393 Hijria walishikwa watu 13, wakawa wanachapwa na wakazungushwa katika mji wa Kairo juu ya ngamia, wakafungwa kwa muda wa siku 3. Sababu yao walionekana wakisali salatu dhuha, walionekana wakisali salatu dhuha. Watu 13 wakakamatwa, wakapandishwa juu ya ngamia, wakawa wanaazirishwa na kutembezwa mji mzima wa Kairo, wakafungwa kwa muda wa siku 3, sababu walisali salatu dhuha. Mwezi wa Safar mwaka 395 Hijria, ikaandikwa katika misikiti yote ya pale Kairo, ikawa imeandikwa katika milango ya misikiti na pia katika makaburi, ikaandikwa matusi dhidi ya masahaba na kuwalani masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim. Matusi misikitini, makaburini, madukani, wanatukanwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kulaaniwa na kutiwa yale maandishi ya matusi kwa rangi tofauti tofauti.
ili maandishi yawe makubwa na yaonekane sana. Wakawa maandishi yale ya matusi wanayatia rangi hawa waanzilishi wa maulidi. Pia wakawa wanawalazimisha watu kuwatukana salafu salih, masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim, na kutukanwa katika manabir za misikiti. Makhatibu wanalazimishwa kuwatukana masahaba juu ya mimbari zao. Yakaendelea hayo, lakini kubwa zaidi kuliko hayo, mmoja katika viongozi wao wa Bani Ubaid akadai uungu, akadai kwamba yeye ndio Allah. Akawa anaamrisha watu wasimame anapotajwa. Alikitaja jina lake lazima watu wasimame kwa safu, yani khatibu yule akipanda juu ya mimbar akitaja jina lake tu watu wanasimama. Kwa nini? Kwa kumuheshimu na kumuadhimisha huyu khalifa huyu al-hakim. Lifanywa hilo katika mamlaka mzima, yani katika Misri yote. Pia ikafanyika hivyo mpaka al-Haramaini Sharifaini, uongozi wake ukafikia mpaka kule. Alikuwa akiwaamrisha watu wa Misri pia wasimame hata mabarabarani. Wale ambao hawakwenda katika misikitini, wakimsikia khatibu kataja jina la amiri huyo khalifa wao, wasimame barabarani kwa kumuadhimisha huyo aliyedai uungu. Hatta kana yasjudu bisujudihim man fil aswaqi min arruai wa ghairihim, wakawa na sujudu pia, wanamwangukia na kumsujudia, mpaka walio masokoni wakisikia jina lake wanamsujudia, na wengineo. Hata kama mtu hakusali Ijumaa lakini yuko nje, amsujudie huyo hakim likitaja jina lake, huyo aliyedai uungu katika Bani al-Qaddah hawa. Kadhalik wakaamrisha baadhi ya watu wateketeze majumba ya Wamisri kule Kairo, wateketeze majumba yao, wachukue mali zao na kuwanyanyasa wanawake. Wakaamrisha watu wavunje maduka, wavunje nyumba zao, waziteketeze nyumba, wachukue wanawake wa watu, wanajisi. Wakafanya jambo hilo chafu na munkari huo. Wa ahraqu thulutha Masr, wakateketeza nyumba za thuluthi ya Masri, wakaiba mali zao hawa Banu Ubaid al-Qaddah. Hii ni historia, ipo katika vitabu. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah katika al-Bidaya wa Nihaya ameandika maneno haya yote akayabainisha. Abu al-Fida Ismail ibn Kathir rahimahullah fil Bidaya wa Nihaya. Maulama wa sunna wa hafadhatu ad-din wal minna bado wanawakashifu hawa kwa nasaba zao na kuwatupia na kuwatukana bil kufri al-mahdhi war-rafdhi waz-zandaqa. Sema hawa ni wazandik, hawa ni wanafiki, hawa wanadai Uislamu zuran wa kadhiban, lakini sio Waislamu, ni makafiri. Na hakuna anayetia shaka kwamba hawa ni auladul majus, au ni Mayahudi ambao wanadhihirisha Uislamu lakini wanaficha ukafiri. Al-Qadhi al-Baqillani aliyefariki mwaka 304 Hijria ametunga kitabu akakiita Kashful Asrar wa Hatkul Astar, akabainisha fedheha zao na mambo yao mabaya waliokuwa wakifanya katika utawala wao hawa Banu Ubaid al-Qaddah, ambao ni waanzilishi wa haya maulidi. Hadha al-Qadhi al-Baqillani aliyefariki mwaka 403 Hijria akaweka kitabu na kukuita Kashful Asrar wa Hatkul Astar. Qala fihi anhum hum qaumun yudhhiruna ar-rafdha wa yubtinuna al-kufra al-mahdha. Hawa ni watu ambao wanadhihirisha rafdh, kwamba wao ni marafidha, ni Shia, lakini wanaficha ukafiri wa wazi. Hum qaumun yudhhiruna ar-rafdha wa yubtinuna al-kufra al-mahdha. Hao Bani Ubaid al-Qaddah ni watu wanaodhihirisha rafdh, kwamba wao ni rafidha, ni mashia, lakini uhalisia ni kwamba wanaficha ukafiri ulio wazi. Kadhalika
Al-Imam Ismail ibn Kathir rahimahullah amefanya talkhis madhehebu yao ya kibatini al-khabith katika kitabu chake Nafi al-Bidaya wan-Nihaya المجلد 11 صفحة 60 بعد 200 فوصفهم بأنهم كفار فساق فجار ملحدون زنادقة معطلون وللإسلام جاحدون ولمذاهب المجوسية والثانوية معتقدون. ابن كثير رحمه الله الجواب chake البداية والنهاية asema hawa ni kuffar, fusaqun watu waovu, fujarun mulhidun wapotofu, zanadiqa wanafiq, muattilun wenye kukanusha sifa za Allah, walilislami jahidun pia wanaupinga Uislamu, walimadhahibi almajusiya wathanawiya mu'taqidun hawa wanaitakidi madhehebu ya majusia ya kuabudu jua. Qad attalu alhudud wamekanusha haddi wakaondosha haddi zote, wa abahu alfuruj wanahalalisha zina, wa halu alkhamra wakahalalisha tembo, wasafaku dima wakamwaga damu za Waislamu, wasabbu alanbiya wakatukana mitume, wala'nu salaf wakawalani salafu salih masahaba, wadda'u rububiyya wakadai uungu. Ibn Kathir rahimahullah katika kitabu chake Al-Bidaya wan-Nihaya. Kwa hiyo haya yaliyotangulia kuyabainisha na kuelezea ni baadhi tu ya maovu ya hawa Bani Ubaid al-Qaddah. Ni ufupisho huu wa mengi walionayo maovu ya hawa Bani Ubaid al-Qaddah, waanzilishi wa bid'a hii ya maulidi. Sasa hawa masufi kama ingekuwa wanasoma historia hizi wangewacha mambo haya, lakini hawataki kujua, hawataki kusoma, hawataki kuelewa. Wao ni hivyo hivyo walivyofanya, ni hivyo hivyo tu. Na ndio maana kuna baadhi ya watu wasema maulidi yameanzishwa na Mashia kwa sababu hawa madhehebu yao ni Ismailia. Hawa Bani Ubaid al-Qaddah wal-Qaddah madhehebu yao ni ya Kishia. Ndio maana baadhi ya watu maulidi yameanzishwa na Mashia, na sasa hivi wafadhili wakubwa wa maulidi ni Mashia. Ndio wafadhili wakubwa wanaotoa michele, mabiriani ni Mashia, kwa sababu wao ndio waanzilishi. Kwa haya ni baadhi tu ya maovu ya bid'a hii dhalala ambao wameianzisha hao Ubaidiyun. Angalau ingeanzishwa na watu wema, unaelewa? Angalau at least ingeanzishwa na watu wema, tukasema kuna watu wema wameanzisha hii bid'a. Lakini watu wenyewe ni hawa makafiri, maulama wamewakufirisha kwa uovu wao. Sasa jambo limeanzishwa na makafiri pia linafanywa na watu wanasherehekea jambo limeanzishwa na makafiri. Huu ndio mshangao mkubwa sasa hivi kwa hawa masufi. Kama wangekuwa wanasoma ingekuwa vizuri, wangeelewa, lakini hawataki kusoma wala hawataki kuambiwa. Ni watu tayari wanasema nini wa wazungu, brainwashing tayari. Kwa hiyo hakuna la kuambia tena, sababu hawataki kusoma, hawataki kuambiwa. Kwa ndio hiyo akili zao tayari zimekufa kwa sababu ya mambo haya. Lakini wakisoma watajua kwamba maulidi yameanzishwa na hao watu ambao ni makafiri, walikuwa wakihalalisha zinaa, wakihalalisha tembo, wakimwaga damu za Waislamu, wakiwaua mitume, wakiwatukana masahaba. Lakini hawa hawajali, hawa hawajali. Sasa hivi Mashia wanawatukana masahaba na wanajua hivyo, lakini bado wako nao Mashia, wanachukua ufadhili wao wa maulidi, na ni watu wanaotukana masahaba. Mashia hao maulama wasema ni makafiri hao Mashia, lakini ndio wenzao wakubwa katika masuala ya maulidi. Hawa makhurafi wenzao wakubwa na wafadhili wakubwa ni hawa marafidha Mashia, alaihim min Allahi ma yastahiqun. Qala ba'du ahli al-ilm ولذلك تبين للعاقل اللبيب أن الاحتفال بالمولد بدعة ضلالة أحدثها العبيديون، وأنها خرجت من رحم زنادق أشرار وملاحد كفار. Bid'a hii imejitokeza na kuanzishwa na imezaliwa na hao wanafiki waovu malahida kufar.
faafiqi ayatuha shuubu lislamia. Haya ni mambo ambayo wameyazindusha maulama katika wao walioandika mambo haya na maneno haya. Mufti diyari almisriya sabiq, mufti wa nchi ya Misri aliyetangulia zamani, Muhammad Bikhit al-Muti'i, pia ameandika kitabu chake, akaandika Ahsanul Kalam, akiita kitabu chake Ahsanul Kalam. Pia ameelezea haya walioyafanya hawa Ubaidiyun wanaojinasibisha na Fatima kule katika mji wa Kairo kule Misri. Hadha ma aradtu, niliyokusudia kuyasema katika muhadhara huu wa leo kuhusu bid'a hii ya maulidi, na tutaendelea kuikanusha hii ila almamati. Wao waendelee, lakini na sisi insha Allahu taala tutaendelea kuwatahadharisha Waislamu na bid'a hii. Kama wao wasivyochoka, na sisi hatutachoka zaidi kuikataza bid'a hii. Wao wanasema hivyo, sisi hatutawacha, na sisi pia tutasema hatutawacha kuwatahadharisha Waislamu. Jambo la bid'a ni jambo la haramu. Waislamu lazima tuwatahadharishe katika mihadhara, katika khutab. Tutaendelea kuwatahadharisha Waislamu mambo ambayo sio ya Waislamu. Bid'a sio Uislamu. Uislamu umeleta sunna. Uislamu haukuleta bid'a, umeleta sunna. Badala ya watu kulingania sunna na tauhid, wao wanalingania bid'a. Mambo ya kushangaza. Da'wa ni ya kulingania tauhidi na sunna, hawa wanalingania ushirikina na bid'a. Wanafanya kinyume na Uislamu moja kwa moja. Kwa ndugu zangu Waislamu, tutatahadharishana masala haya ya bid'a. Kila siku tutahadharishana kama wao wanavyoendelea, na sisi tutaendelea ila almamati kutahadharishana masala haya ya bid'a. Katika masala ambayo yamekatazwa na Mtume sallam na masufi bado wanafanya ni ghulu katika kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kupetuka mpaka katika kumsifu Mtume sallam ni jambo ambalo Mtume amelikataza. Faqala sallallahu alaihi wasallam, la tuturuni kama atrat an-nasara ibn Maryam, inma ana abdu faqulu abdullahi wa rasuluhu. Msipetuke mpaka katika kunisifu. La tuturuni kama atrati nasara ibn Maryam, msipetuke mpaka katika kunisifu kama hawa Kristo walivyopetuka mpaka kwa Isa ibn Maryam, mpaka wakasema yeye ni Mungu, yeye ni mwana wa Mungu. Hiyo ndiyo ghulu, ndiyo ittira. Mtume amekataza hilo kwa Waislamu, wasizidishe sifa za kumsifu Mtume mpaka wakamsifu sifa za Allah. Naam, Mtume anatakiwa asifiwe, hakuna shaka. Mtume amewatoa watu, Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia Mtume sallam amewatoa watu katika giza la ushirikina, akawapeleka katika tauhid, akawatoa watu katika giza la ujinga, akawapeleka katika nuru ya ilmu kupitia kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wajibu wetu kumsifu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu Mtume kwa sifa nyingi katika Qur'an. Katika sifa hizo qala ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Moja katika sifa, baadhi ya sifa za Mtume sallam alizosifiwa na Allah katika Qur'ani, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, amekujieni mtume kutoka na nafsi zenu, harisun alayhi ma anittum, ni anafanya pupa juu yake kwa taabu zenu mnazopata, yeye anafanya pupa msipate taabu yoyote. Bil mu'minina raufur rahim, kwa waumini ni mwingi wa huruma, mpole, mwingi wa huruma. Pia Allah subhanahu wa ta'ala akamsifu mtume wake katika Qur'an, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biidhnihi wa sirajan munira, taa yenye kutoa mwangaza. Kwa tunatakiwa tumsifu Mtume sallam kwa sifa hizi alizomsifu Allah, pia sifa ambazo ni stahiki kwa mtume. Tusimsifu sifa ambazo za Allah tukamsifia Mtume sallam. Hiyo ndio aliyokataza Mtume. Allah ameanza kukataza hiyo ghulu na kupetuka mpaka.
Sasa hao masufi wanapetuka mpaka katika kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo ambalo halitakiwi. Ndio maana wanasimama, wana makamu, wanasimama kila maulidi, wanasimama sababu eti Mtume anahudhuria pale. Sasa huo ni Mtume ni Mungu tena anayehudhuria maulidini? Mtume ahudhuria maulidini? Mtume amefariki au hajafariki jamaa? Si Mtume amefariki. Sasa mumsimamia nani? Hadha ndo ghulu. Hiyo ndio kumpa Mtume sifa za Allah hiyo. Al-Busiri Sufi anasemaje? Al-Busiri, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwak inda huduthi alhadithi alamimi. Al-Busiri Sufi katika Burda anasema hivyo, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi, ewe mtukufu wa viumbe vyote, sina mimi ninayemtegemea kuliko wewe. At-tawakkul wal-i'timad wal-liyadhu lillah, wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbu. Yeye asema sina mimi wa kumtegemea isipokuwa wewe. Inda huduthi alhadithi alamimi, inapotokea tukio lolote linakuenea, mimi nakutegemea wewe. Ndio Uislamu unavyosema watu wamtegemee Mtume sallallahu alaihi wasallam. Uislamu unasema hivyo? La, Uislamu unatuambia tumtegemee Allah subhanahu wa ta'ala, wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kwa Allah peke yake mtegemeeni mkiwa nyinyi ni waumini. Yeye anasema mali man aludhu bihi siwaka, hadha ghulub. Hii ndiyo kupetuka mpaka katika kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika Al-Busiri anasemaje? Wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumik ilma al-lawhi wal qalami. Anamwambia Mtume maneno haya, wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha, katika ukarimu wako ni dunia na akhira. Dunia na akhira ni katika ukarimu wako Mtume. Wa min ulumik ilma al-lawhi wal qalami, na katika elimu zako ni ilmu ya lawhi al-mahfudh na qalam. Yani Mtume anajua ilmu lawhi al-mahfudh. Lawhi al-mahfudh iko kwa Allah, iko kwa Allah. Wanasema Mtume anajua yaliyomo yote katika lawhi al-mahfudh, Mtume anajua. Al-Busiri Sufi anasema hivyo, wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalami. Sheikh Uthaymeen rahimahullah anasema idha kanat ad-dunya wal akhirah lirrasul sallallahu famadha baqiya lillah, imebaki nini kwa Allah? Ikiwa dunia na akhira ni vya Mtume, ni ukarimu wa Mtume, imebaki nini kwa Allah? Madha baqiya lillah? Ghulu. Na hii inasomwa kila Alhamisi, Al-Burda Alhamisi, kila Alhamisi masufi wanasoma Al-Burda. Ghulu walionayo ni kubwa. Sifa za Allah wamempa Mtume sallallahu alaihi wasallam, halafu wao ndio wanampenda sana. Wao wanafanya ghulu, wanafanya kinyume cha maamrisho ya Allah na kinyume cha maamrisho ya Mtume, halafu wao ndio wanampenda sana. Huko sio kumpenda, huko sio kumpenda. Kwa ndugu zangu Waislamu, masufi wana ghulu nyingi zaidi ya mambo hao ya kuzusha ambao hayamo katika dini na yamekatazwa na dini. Wana ghulu za kumsifu Mtume za hatari, na hii ni Mtume amekataza. Je, kama hakukataza ingekuwaje? Mtume amekataza jambo la kusifiwa sifa ambazo si stahiki kwake, hiyo amekataza. Je, kama asingekataza ingekuwa vipi? Lakini ndio hivyo tulivyosema kwamba hawa watu labda wanatakiwa aje khalifa wa dunia nzima wa Uislamu ili kuyaondoa mambo haya. Allah subhanahu wa ta'ala alete khalifa wa dunia nzima, alete khalifa wa Uislamu ili awakataze mambo haya, awatie ndani wote wale viboko. Kama alisema Imam Shafi, hawa watu wa bid'a wasema hawa watakiwa wapigwe viatu, watembezwe mabarabarani wapigwe viatu, hao watu wa bid'a, hao watu wa bid'a. Imam Shafi maneno yake makali sana kwa watu wa bid'a, hawasikii. Kwa hiyo hii ni ghulu, imekata. La tuturuni kama atrat an-nasara ibn Maryam inma ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluhu, semeni mimi ni mja wa Allah na mtume wake. Sifa hizo zote za nini mzapa Mtume? Sifa ambazo hastahiki Mtume. Wana mambo mengi wanayoyafanya kinyume na Uislamu. Hawa mambo ya kujengea makaburi,
Mtume sallallahu amekataza mambo ya kujengea makaburi, wao wanajenga, wanatia chokaa makaburi, mpaka tiles sasa zimetiwa katika makaburi, bado ma AC tu kutiwa. Lakini yote yaliyokatazwa wanayafanya. Kuandikwa makaburi, wanayaandika majina, huyu amezaliwa tarehe fulani, amekufa tarehe fulani. Yale mambo yaliyokatazwa ndio wanaoyafanya, halafu wanadai kwamba wao ndio wanaompenda Mtume. Kwa lazima tuangalie mambo haya, Waislamu watahadhari na mambo haya ya bid'a yanayoingia katika nchi zetu, na watu wengi wanaoingia ni watu ambao wajinga. Wajinga wengi ndio wanaofuata mkumbo ule. Wakiona watu wana makazu marefu mabarabarani, wanaona kwamba ule ndio Uislamu. Ule sio Uislamu. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Hadithi za Mtume ziko katika Sahihain, wanazisoma lakini kama hawaoni, kama vipofu, kama wasiosikia, viziwi. Kwa hiyo mambo wanayofanya masufi sio mambo ya Uislamu, ni mambo yaliyokatazwa, ni mambo ya kijahilia. Sherehe wanazoziweka ni kwa sababu ya kuwaiga makafiri. Hii mambo ya maulidi moja kwa moja ni kuwaiba Wakristo kwa Isa ibn Maryam. Wana sherehe za kuzaliwa kwa Isa, za kufa kwa Isa, na hao nao wana sherehe wameweka za kuzaliwa kwa Mtume sallam. Kwa yote hii ni tashabuh bin nasara, kuwaiga manasara. Waislamu dini yetu imekamilika. Kabla hajafa Mtume sallam imeshuka aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ibn Kathir rahimahullah anasema Waislamu hawahitaji dini nyingine isipokuwa hii. Waislamu hawahitaji ibada nyingine isipokuwa hizi. Waislamu hawahitaji sheria nyingine yoyote isipokuwa sheria hii ya Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa ndugu zangu, Uislamu umekamilika. Uislamu hauna upungufu wowote, hauna upungufu katika masala ya ibada, katika masala ya manhaj, katika masala ya aqida. Uislamu ni kamili. Inna dina inda Allahi al-Islam, dini kwa Allah ni Uislamu pekee. Kwa hiyo hao wanachafua usafi wa Uislamu. Uislamu ni dini safi. Uislamu ni dini safi, haina ukhurafi, haina bid'a, haina ushirikina. Hawa sasa wanachafua Uislamu na kuleta mambo haya yao ya kibid'a ambayo hayamo katika dini. Haya, naktafi bihadha alqadr, wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam.